basi wafanyabiashara wakaelimishwa jinsi viwango vya kodi ambavyo wanaweza wakatoa. Wafanyabiashara wengi wamekuwa hawana elimu hiyo na wamekuwa waoga wa kununua mashine ya EFD kwa sababu hawaelewi viwango vya kuweza kulipa kodi. Bila kwa mafunzo ya leo tumeweza kupata mafunzo hayo na kuweza kuelewa viwango vya kulipa kodi na kutumia mashine ya EFD. Kwa jina naitwa Rose Peter Shija. Kuomba mimi nilikuwa naomba nije nitoe taarifa zangu kama hivyo. Je, kama nilikuwa nimefeli kipindi hicho cha nyuma na sikuweza kulipia yale makadirio yangu, je, serikali itaniwekea kwenye fungu gani? Elimu hii ni sahihi tuipate. Na mimi nalirudia pale pale. Hawa watu tunawalipa pesa kodi sisi wenyewe. Na nyie tufanye hivyo. Kwa mimi niombe sana. Moja ya njia kubwa ya kutusaidia na tukaenda katika msingi mzuri ni kufuata taratibu za serikali. Kwa majina naitwa Hamisi Athumani Sanze, ni afisa msimamizi wa kodi kitengo cha elimu na mawasiliano kwa mlipa kodi. Tumekuwa na semina juu ya elimu kuhusiana na masuala mbalimbali ya kikodi, tukianzia na namna gani TRA inatekeleza majukumu yake, lakini pia tumeelezea namna TRA inaweza kuwasikiliza walipa kodi kwa maana ya haki za mlipa kodi na wajibu wa mlipa kodi katika kutekeleza majukumu yake ya kisheria ya TRA. Pamoja na hayo tumeweza kuelezea aina mbalimbali za kodi ambazo zinasimamiwa na TRA katika kukusanya mapato. Tumejaribu kuelezea kwa kina zaidi wajibu wa walipa kodi ambao unapaswa kutekelezwa ili kuepukana na adhabu zisizo za lazima, ikiwemo faini ya kuchelewa kulipa kodi na penalty, lakini pia wajibu wa walipa kodi kuweza kujisajili kwa maana ya kuwa na namba ya utambulisho wa mlipa kodi, maana ya TIN number, na kuweza kufanya biashara kwa misingi ya sheria, kwani kutokuwa na TIN number kunaweza kumpelekea mfanyabiashara kupigwa penalty ya shilingi milioni 1. Musa Charles Onyango, katibu wa Chama cha Mapinduzi kata hii ya Segesi. Kwa kata ya Segesi sisi huwa tuna shida, tunao wafanyabiashara wazuri sana hapa, lakini wapo wananchi ambao ni wasikifu. Hata ile tarehe 29 sisi hatukuweza hata kusupport jambo lolote la kuvuruga, kwa sababu tunatii sheria, tunatii mamlaka.